Tumekuwa kwa muda mrefu tutakuwa pamoja, na nimshukuru Mungu kwa sababu ana mpango mwema kuelekea maisha yangu na maisha yako. Ukiona akinirudisha mahali hapa, inamaanisha bado sijamaliza kazi yangu. Inamaanisha bado kuna mtu bado tutamtia nguvu mpaka mwisho. Ukiona akinirudisha mahali hapa, anamaanisha kuna watu wanataka kuinua chini kiwango kingine. Na leo najua mimi napendanga kukuja na sikosangi mtu wa kukuja. Leo nimekuja na sister to my wife. Ni sister wa my wife. Kuja na yeye. Ndio yeye ndio basi kwa ndugu kwao. Alikuwa amekuja kutusalimia. Na nikamwambia leo tutakuja kanisani. Na mke wangu ametuma salamu, ameniambia niwasalimie sana. Excited kwa sababu Bwana asifiwe. Leo ni siku njema. Salimia mtu, mwambie leo ni siku njema, kwa sababu ya yale ile chakula Mungu amewaandalia. Neno ambaye Mungu amewaandalia, hata mimi nilipatana nayo nikashangaa na nikafurahi. Haleluya. Ngoja Mungu mwambie wewe ni wa maana, kwa sababu unaendelea kujua siri za mbinguni na pia kufuchuliwa siri ambazo za maisha yako ambazo wewe hujui. Haleluya. Siku ya leo nitaongea kuhusu kupatana na changamoto za kiuchumi au mateso ya kiuchumi katika maisha yako, kwa sababu ya makosa ya baba zetu au wazazi wetu au wewe. Haleluya. Nirudie, najua ni topic kubwa sana, lakini sikiza vile inasema: kupatana na changamoto za kiuchumi au mateso ya kiuchumi katika maisha yako, kwa sababu ya mateso ama makosa ya baba zetu au wazazi wetu kwa jumla. Haleluya. Haleluya. Kuna changamoto. Sasa sijui nitafundisha kama nitarudia, kwa sababu hapa hii topic inataka mambo mengi, lakini nitapambana kama mwinjilisti. Haleluya. Nitapambana kama mwinjilisti, kwa sababu hii topic imebeba mambo mazito na lazima tuelewe. Katika tabia za mwanadamu ana tabia ya kupenda mahofu sana. Haleluya. Tuna tabia zinakuanga ama roho zinakuanga ndani yetu, na huwa zinapenda uovu sana, kufanya makosa, kukosea wengine na kupangia wengine. Haleluya. 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 Kuna mtu leo halali akikupangia mabaya na akitaka familia yako iishe, kwa sababu yeye ndani yake kuna roho inaopenda uovu, inaopenda kuharibika. Haleluya. Haleluya. Na wakati adui zako wanapanga kile wanachopanga, na wanaweza panga kwa sababu ya kile ambacho umebeba, na kila siku huwa wanaamka na wanaacha kukupangia uingie katika shida, ukumbukie katika shida. Haleluya. 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 Kila siku unapoamka kuna mtu anang'ang'ana namna utapoingia katika shida, namna utakapoingia katika shida, namna utakaapika. Lakini ndipo wanapopunga hivyo basi, ndipo Mungu anajitokezana na anaanza kukupigania, kuhakikisha maisha yako imesimama na kuhakikisha ameepusha mambo zako. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mwanzo 6. Haleluya. Haleluya. Na basi vita zinaweza zikawa mingi. Haleluya. Haleluya. Vita zinaweza zikawa mingi, lakini Mungu yuko, kwa sababu vita hizi mingi sio zako, ni za Mungu, na ni yeye anatakiwa apigane, asimame katika ile uwanja ambayo umetengenezewa upigane. Yeye Mungu anachukua position na anaanza kukupigania vita zako, na anahakikisha watainuka tena kwa ajili ya kukurudisha nyuma, kwa ajili ya kurudisha nyuma. Wanaweza simama katika uwanja. Haleluya. Wamepigia watoto wako waweke chini, wamepangia ndoa yako, wamepangia kazi zako, wamepangia masomo ya watoto wako, wamepangia matatu, wamepangia hata mapato yako. Wengine mapato yao imepigwa jana, lakini Mungu yuko tayari. Anasema mkubali, anasema mwamini, ili abadilishe maisha yako, ili apigane vita zako. Anasema winua kiwango cha kuabudu, anasema winua kiwango chako cha imani, ili apigane vita zako. Haleluya. Haleluya. Kuna changamoto unaweza kukutana nazo za kiuchumi, na unashangaa ni nini kazi yangu inataka kuisha, na mimi unaweza shangaa ni nini nimekosea ndio hii kazi yangu ishe, ni nini nimefanya ndio hii ndoa yangu ishe. Kwa hivyo kuna changamoto za kiuchumi zinazotokana na makosa ya zetu, na zinazotokana na makosa yetu sisi, na pia zinazotokana na makosa ya maadui zetu. Haleluya. Episode Mwanzo 6:5. Yes. Bwana akaona kwa kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa sana, kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake. Unapata kwamba mwanadamu mawazo mengi yanayo percentage kubwa ambayo kwa kichwa cha mwanadamu. Mara mingi kwa wale ambao wataokoka, unapata kwamba wanawaza uovu, unapata kwamba wanawaza uharibifu, unapata kwamba yao ni uharibifu tu, unatembea katika mambo yao. Lakini Mungu akaona ya kwamba mwanadamu anatenda uovu sana, lakini sasa alibadilisha uovu ukawa ni hado kwa watoto wao wengine. Unapata kwamba mtu amekupangia mabaya, lakini sasa imegeuka ikawa ni hado, ikawa ni mkono pia kwa watoto wake. Haleluya. Wewe mpeta msaidia Mungu. Kumbe kuna kitu kinaweza pangwa na mtu ili akumalize, ili aharibu afya yako, lakini Mungu akakataa. Anaambia kwamba sitaruhusu mtoto wangu aishe, sitaruhusu watoto wangu waangamie, ila nitabadilisha haya mabaya yametumwa yawe adhabu kwa wale ambao wametumwa. Haleluya. Sasa tumeingia kwa topic yetu. Siku moja Daudi amesukuma mambo zake. Biblia inasema Daudi anasema wamenisukuma sana. Haleluya. Imefika mahali mpaka Daudi akatoa sauti akamwambia Mungu, hao watu wamenisukuma sana, hawa wamenisukuma sana. Na ni kweli wamenisukuma sana, wamenisukuma nisaidia kwamba mpaka ilifika mahali wakashindwa kuficha ya kwamba wamemlinda Daudi kila siku, na
Ni kweli wanaweza wakakuweka kwa kona sana, lakini wakadhani wamekumanisha, kumbe ni nguvu unakutia. Haleluya, haleluya. Wameshuka kwa huko sana mpaka ikafika mahali wakasema kweli Mungu atakufa. Ni kweli wanaweza wakakusukuma sana, na ikafika mahali wakaulizana watakufa lini, lakini watapata siku ile watakufa, watakuwa wanapata siku ile wamebarikiwa. Haleluya, haleluya. Walianza kumwangalia Daudi, pigo, vita, vitina, majeshi mabaya kila siku. Kwa hiyo wamesukuma Daudi, wakamsukuma, na ni kweli walimsukuma, wakamsukuma. Daudi akachoka. Haleluya. Wakati Daudi alichoka, alianza kumalizana na Mungu. Haleluya. Unajua wanadamu sisi hatuna hasira, watu wa Mungu tuna hasira, na hasira yetu ndio mbaya kuliko hasira. Ndio maana Mungu kwa kusudi lake anakuambia ukikosana na mtu heri msamehe, kwa sababu anajua nguvu iliyo ndani yako. Kile kitu kinaweza kufanyia mtu ni msamaha, na ukitoa ndani useme maneno mengi yanaweza yakuumiza huyo mtu ama yakuuma. Hawa jamaa wamesukuma Daudi, wakamshtuma. Ndipo Daudi anasema hata nafsi yangu imezama kwa maji, kwa sababu maadui walimsukuma, na kwa sababu moja walimsukuma, ni kwa sababu hata Mungu alikuwa anamtolea ushuhuda. Haleluya. Kwa hiyo wanaenda kukusukuma kwa sababu Mungu anakutolea ushuhuda. Haleluya. Wanaweza kukusukuma kwa sababu unamjua Mungu. Haleluya. Wanaweza kukusukuma kwa sababu wanajaribu waonekane utaanguka. Walimsukuma lakini hakuanguka, lakini ambao walimsukuma mwisho ukafika. Daudi akaamua kuonyesha kivumbi, Daudi akaamua kuzuka watoto wao, Daudi akaamua kuharibu kazi zao, Daudi akaamua siku zao ziwe kidogo, na hivyo walimsukuma na wakamweka wakoni, na Daudi akafika mwisho. Alifika mwisho. Haleluya. Kumbe Mungu anaweza kutusukuma tufike mwisho, na wakati tumefika mwisho kuna maneno huwa tunatoa, na haya maneno huwa tunatoa. Haya maneno wakitusukuma mabili tutoe maneno katika ndani yetu, ndio maneno matatu. Kwa hiyo Daudi aliamua kuharibia vizazi zao, ushauri wao na maisha yao, na walimsukuma, na ni kweli walimsukuma. Ikafika mahali najamini kuna maneno sikuwahi kupatia mtumishi wa Mungu kupelekwa Mungu kupitia, lakini unaposukuma mtumishi wa Bwana apate taasisi yote ya mtumishi wa Bwana, unapo mtu anakupiga vita na anakusukuma anakufikisha kiwango fulani, kuna maneno Mungu anatia ndani yako, na haya maneno sifuri. Daudi was a man of and learned the heart of God. That is the reason Mungu anasema I've seen a man of my own heart. Because this man alipata access na kujua roho ya Mungu imepekana. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kusukumana na maadui zake, na wakapelekana mbio, wao wakapeleka mbio, wanakupeleka mbio, na mahali wakafika hapo ndio mwisho wao, lakini wale kunaanza sasa. Haleluya. Wanaweza maliza kazi yako na wakafikiria ya kwamba hii ndio mwisho, kumbe hii ndio mwanzo wa mambo tunaanza. Kwa hiyo wakakimbiza Daudi. Daudi akafika mwisho.
alipokamilisha kile alichoongea ni kile kilikuwa ndani ya Mungu, na aliamua kuwakomesha na akatoa maneno ambayo ni mazito, na maneno aliyoongea aliwaelekeza katika upande wa uchumi wao, na ikawa kwa sababu wao walitengeneza environment fulani ambayo walikuwa wametengenezea Daudi, na wakaamua kila siku ni vita kwa Daudi. Kwa hivyo Daudi naye akaamua kuwatengenezea msingi wengine. Ni kweli hao maadili inawezekana mwanzo tukipiga vita wanaweza kuwa na maisha mazuri, na wakati wanaanza vita na maisha ni kweli wao wanaweza kuwa na maisha mazuri, lakini wao wajuaji wakati wanaanza kupiga vita ndio wanaharibu maisha yao. Haleluya, haleluya. Wakati vita zimeanza ndio wanasahau kitamba ilikuwa nimesikia nikuta. Haleluya. Lakini sikusahau neno. Nimesahau kitamba lakini sikusahau neno. Haleluya. Nilikuwa nikimbia niwafikishie ujumbe. Nilitoka kama kisungura. Kwa hiyo wengine wanapofanya vita wanazozifanya sana vita wanazozifanya baya mtumishi mzuri. Haleluya. Hizi baba na mlezi. Haleluya. Mungu baba sana Bwana. Haleluya. Kwa hivyo haleluya. Haleluya. Sasa baada ya wao kusukuma Daudi, tukasema kumbe wanaweza kuandaa vita wakidhani wao wanakupiga, kumbe wanapiga ushindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa Daudi leo hana watu kuona Samson haleluya. Daudi aliamua kujiandaa kwa ajili ya kuandika uchumi. Haleluya. Ndio kizazi cha hawa maadui kinapokuja kiwe na wakati mgumu. Ni kweli watakuandalia vita, lakini vita watakaokuwa wanaandaa kwa ajili ya maisha yao, lakini wao wajui. Na walipoandaa walimwandalia Daudi, lakini tafuta mahali Daudi atatoka, na akaambia Mungu usinyamaze, Mungu wa sifa zangu usinyamaze. Kwa nini anamwambia Mungu asinyamaze? Ndio Mungu atie neno. Yes. Haleluya. Amen. Samson anaona usikie vile na ndugu zako watapiga. Tukitoka hapo itakuwa msiba. Haleluya. Wataandaa vita, wewe unafika mwisho, unamwambia Mungu usinyamaze. Ni muda wao sasa kuwapiga na kuwapigia. Wanaweza chukua kwake kujiandaa kwa ajili ya kukwenda chini, lakini wewe unachukua dakika tatu nilishi kumalizana wao na kuvuka hata kizazi chao. Hiyo umesikia? Wanachukua 3 years kujiandaa kukuweka chini, lakini wewe itachukua sekunde moja kufunga kizazi chao chote. Watu usifunga. Najua moja alijua kuanzia mwanzo hamu jamaa wamejipanga kwa ajili ya kumaliza. Ndio Mungu anamwambia mahali zangu wanawinda nafsi yako kila siku. Kwa hivyo kila siku jamaa ataongoa utotoni, na hata anakuambia ukweli ya kwamba mimi nimezaliwa hofini hatarini, mama amebeba tumbo yangu hatarini.
Kwa hiyo ni kweli hata mazingira yake ya kuzaliwa haikuwa mazuri. Ni kweli amezaliwa pabaya, ni kweli wamemwinda, lakini kukawa na muda wa Mungu kuchukua. Mwambie Mungu nichukue nipeleke maandalizini. Mwambie nichukue nipeleke maandalizini watu wako. Ndio Mungu mtume. Atakuandaa na akutume. Na akikutume utaangusha Goliathi. Haleluya. Haleluya. Na utakapeleka mahali maandalizi ya mashujaa wanapelekana na wakara Mungu akampeleka pale na kaanza kumwandaa. Na alipomwandaa na ukialijua ya kwamba hakuna Mungu ndani yake na hakuna Goliathi atakayesimama mbele zake na amsamehe mwote. Basi akajua Mungu amemwandaa. Hivyo Goliathi yoyote akitokea kwa barabara na wote alikuwa wanapita na yeye, na mimi nakuombea wakati wowote utapatana na Goliathi, kwa sababu umebeba Mungu na watupite na yeye. Amen. Goliathi hana nguvu. Hana nguvu. Hakuna nguvu kwa wale wajui. Lakini kwa wale ambao wanajua ule Mungu amebeba. Haleluya. Amen. Roho ana nguvu. Haleluya. Ni mwili tu. Ni mwili tu lakini haina nguvu. Haleluya. Mtu chaya lakini katika kitu. Kwa hiyo baada ya huyu jamaa kugundua Mungu anampeleka maandalizi. Haleluya. Mungu anampeleka maandalizi. Yes. Akupeleke maandalizi. Wata akufundishe vipa. Ndio maana naona ndani ya mtatizo. Anasema hata akikufa kufanya nyama mabende hizi mifupa zitapigana vita. Yes. Haleluya. Hata akikufa kwa sababu alijua ya kwamba Mungu amemwandalia na kumfundisha. Kwa hivyo alijua chochote baada ya kutoka maandalizi, baada ya kutoka katika uwanja wa kuandaliwa, chochote kitakapopatana na mimi. Amen. Goliathi na simba, nani alikuwa mkali? Jamaa ameua simba kwanza, yaani akapambana na Goliathi. Pale katika maandalizi, sikia, katika maandalizi unafundishwa namna ya kupambana na hatari kubwa zaidi ya ile ambayo tunataka. Amen. Katika maandalizi utafundishwa kupambana na simba, wale wakali, wanyama ambao wako na nguvu. Kwa hiyo basi baada ya kutoka nje ya maandalizi hakuna mnyama mwingine. Wanyama wale wakali utapambana na wao katika maandalizi. Wale utapambana na wao nje ya maandalizi sio wakali. Ni mara nyingi tunakojeka. Bila kujeka. Tunakojeka kwa mbaya. Nani anajua ndani yake kuna mahindi? Na mtu anajua ndani yake kuna mahindi? Nani anajua? Jamaa mmoja anatolea ushuhuda. Kumbe Mungu anaweza kuweka wazi, si lazima ukuwe na mahindi ukae ndani. Si lazima ukuwe na mara, si lazima nikuwe nayo ili ukae ndani. Mungu anayeabudu ndio Mungu anatengeneza system zake. Na kwa hivyo anajua hata kiungo kimoja kikikataa kazi, namna ya anaweza ishi. Nilichallenjiwa na mtu na akaniuliza kama niko na mahindi. Nikamwambia mimi sitoi, lakini naamini niko nayo.
Mwingine akaniambia alikuwa amenuka, ameoza na nyumba aliyokuwa anakaa hakuna mtu alikuwa anaingia. Na alipojua huu ushuhuda, haleluya, 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 ako kwa hii nyumba na kuna mtu anaingia pale, ako wai na ananuka kama maiti ambayo kwa mtu hata kumoja na kusafi sababu anapenda safi. So imagine it was smelling vibaya. Nobody could hear that kwa sababu ya smell. Lakini after few hours, in 2 days, he came out of that. Akasema yeye alikuwa amekufa kidogo. Ana yeye harufu yake ilikuwa inamwogopesha. Alidhani God hospital. Lakini alitoka isipokuwa sasa juzi amekufa. Lakini hapo nyuma alikuwa ameoza akiwa ametembea. You are alive, but you are dead. Physically. Alitolewa kishuda. Na baada ya wiki chache ambazo alitolewa kishuda, akaenda. Haleluya. Hata mwezi wa siku aliniambia president, there was a day sikukaa na Mungu kwa sababu ya kuvuka. Na hapo nilijua ya kwamba aliniambia yeye alijua ya kwamba kumbe Mungu anaweza kuweka uhai ndani yako kwa kitu. So I didn't know what the guy was trying to do. But Mungu kwa kutazama wangu naamini ya kwamba Mungu hata kama ndani yangu hapa kuna kitu itazidi kurudia. Haleluya. Vitisho za wanadamu na mambo ambayo wanadamu wanakukuza isikufanye moyo wako utingizike. Jua umebeba nayo. Jua Mungu wako. Mungu wako ameweka roho wake ndani yako. Hili chochote kitakuja, wewe kuna uwezo wa kukomesha. Daudi anamwendea Goliathi akijua Mungu yuko ndani yake, na hata zile mawe alirusha sio yeye alirusha, italingana za Mungu. Kwani jamaa alirusha mawe ikagonga jamaa hiyo Shabani ya wanadamu. Amen. Nikupenda wewe kwa kutoka hapa. Mtima bado mtima. Utanipiga wewe, usimame pale, unipiga. Mama kazi yako ni kuchukua mawe na yeye ndio mtu mmoja atakuwa. Amen. Kazi yako ni kupiga magoti. Yes. Haleluya. Amen. Kwa Yesu. Yes. Wanamulinda Bwana. Yes. Nimekuja kwako. Yes. Hizi vita sio zangu. Yes. Lakini maombi naomba. Yes. Bwana unipiganie. Yes. Waondoe. Yeye ndio atajua namna kuondoa. Sio wewe. Sio wewe. Yeye atajua namna atakaopigana na wao na akaweka chini. Kazi yako ni kwenda chini na kumwambia Mungu ndio atatupa. Amen. Sema kuchokoza. Kuchokoza. Akikuchokoza unachokoza. Yes. Akikuosha wewe uchi. Wewe salamu zikataa. Kwa Kikuyu nasema ni wewe unajua maana unaosha. Kikuyu nasema ongea hapo kwa maiki. Unamenya hali yote. Yes. Wewe unajua maana unamshaka mambo yako. Wewe ukiwao wanarusha mawe wakuamshe. Yes. Na wewe umshie Mungu kama wewe. Hai. Ni kama wewe ni maombi.
Naambia Mungu wako wapi? Haleluya. Wakikuamisha mwambie Mungu. Yes. Najua Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo hao watu walipomwendea Daudi vita na wako mruhusu Daudi sasa. Kila mahali alipokuwa walimpangia. Yes. Lakini Daudi kafika mahali akasoma principles za Mungu. Ambia mwenzako soma principles za Mungu. Akasoma principles za Mungu. Na akajua kuna Mungu wa kumcontrol everything that you want to do. Na akajua ya kwamba hata you want to go to pray. Ambaye kwenda kupigana pale Kaini. Anamwambia Mungu niende kazi. So alikuwa na tabia na kumuuliza Mungu kile ambacho anachotaka. Na anapomuuliza Mungu unataka nifanye nini? Mungu angemruhusu na ampe nguvu tayari ya kushinda. The victory that God is giving you already will change. Amen. Sio inaanza kuanza kushinda hiyo siku. We have been given already the victory. Yes. Through Christ. Mami kusema. Imagine na mkono yako ndio kwa. Your thoughts, your legs, yes. Your mind, yes. Your soul, yes. Hata nguvu zako. Una nguvu za uponyaji. Haleluya. Si ndio? Yes. Kuna wengine wanatamani waachilie nguvu. Na alipoacha na nguvu akaanza kufanya kile mwenzake alikokuwa anafanya. Kwa hivyo ina ishara ya kwamba hata nguvu zako zina uwezo wa kumwabudu Mungu. Yes. Na Daudi alipojua ya kwamba Mungu ambaye amempenda ana uwezo wa kupigana vita zote, alikuwa anaenda mbele za Mungu na anamuuliza Mungu, nataka kwenda kupigana Kenya, Wafilisti wako pale. Na anapomuuliza Mungu anampa nguvu na anamwambia, anamwambia nimekupa maadui zako mikononi mwako. Our enemies we have been given. Yes. It's upon us to choose what to do with them. Leo ndio wewe ndio utajua kile utafanya na maadui zako. Unaweza amua kama Mungu. Kuna kitu Mungu aliamua. Kuonyesha. Aliamua maadui za wanadamu ama adui ya wana wa Israeli. Hii alikuwa anaambia wana wa Israeli maadui zenu. Anasema atachukua laana ambayo imekelewa juu yako, hawakelee juu yako. Yes. Na hakusema tu maadui peke yake, mpaka wale wanaokuchukia. Deuteronomy. Tarudi hapo kwa naye. Hata niangalie time. Deuteronomy 30. Aliona kwamba wana wa Israeli kwa sababu hawa maadui wa mazingira wamewasumbua, hata waruhusu wafanye watoe sadaka. Kuna kitu aliamua kuonesha. Let me show you what God can do with your enemy. 37. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Usisikie Kumbukumbu la Torati 37. Na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao waliokuwa wakikutesa. Sikia. Hii alikuwa anaambia wana wa Israeli.
ya kwamba kuna watu wanachukia Israeli, kama vile leo kuna watu wanachukia, kama kuna vile leo kuna watu wanapoteza. Lakini yeye Mungu aliamua kutoa uchafu ambao ulikuwa ndani ya wana wa Israeli, hawatwike maadui zao. Sema Mungu, toa laana hizo, twika maadui zao. Haleluya. Kama kuna kitu ambacho kiko ndani yako si cha Mungu, this is an opportunity for us. This is a special opportunity for us. That if there is any spirit in us, there is any demonic way in us, there is any demonic, divine demonic on us, ya kwamba Mungu, kama hata kuna mapepo na kama hapa kuna udhaifu wa kutopata kazi, unaambia Mungu toa, weka kwenye meza. Haleluya. Amen. Hicho ambacho ukitaki ndani yako leo kuna mahali ya kujipeleka. Haleluya. Amen. Nionyeshe kwa mkono kama nasaidia mtu. Haleluya. Amen. Hicho ambacho hiyo kutoka kutapata kazi kuna mahali ndio God take it to my hands. Na kwanzia leo kama hapa kuna kitu gani, Mungu atoe hiyo magonjwa apeleke kwa ndugu zetu, hata tuwapee kazi. Haleluya. Kama kuna kiungo chochote kiko na shida, hiyo shida iwe kwa ndugu zetu. Haleluya. Wacha wao wabebe, sio wamesukuma Daudi. Haleluya. Wamesukuma Daudi. Nataka turudi pale sasa. Sasa baada ya kumsukuma Daudi na kumweka Daudi katika kona, haleluya, Daudi aliamua kuharibu njia zao za kiuchumi. Naamini ya kwamba jamaa na watoto wao maadui wa Daudi waliweza kuteseka sana, na waliweza kupitia janga kubwa, hatari, taabu, shida, kwa sababu wao wamemsukuma Daudi. Lakini Daudi alikuwa ameandaliwa kutoka zamani namna ya kupigana na maadui. Ndio Daudi aliweza kujua njia za hawa maadui. Kila siku aliongea kuhusu maadui zake, kwa sababu alijua kuna sifa za maadui, na chochote walichokuwa wanafanya kama maadui Daudi alijua. Anaomba wakikusukuma unaongea maneno yote kile kitafanyika. Tutoe sasa. Mahali kuna koma unasimama. Sawa? Nikimaliza kuongea unaendelea. Samson unaye. Yes. Sikia. Sasa hebu sikiza. Nataka Daudi hapa alikuwa anatengeneza adhabu itakayozuia watoto wa jamii ya babu zake kutoendelea mbele. Na hiyo ndio njia tu ya kuzima maadui mara moja wasitokee tena katika maisha yako. Kwa hivyo Daudi aliposema roho ya Mungu, kwa hivyo Mungu ndiye aliyempea haya maneno, na akayazungumzia maadui zake, wale waliotamani kuona amekufa, waliotamani kuona ameteseka. Kwa hiyo Daudi alitengenezea hicho kizazi mazingira fulani, na hiyo mazingira haikuwa mzuri. Mungu wa sifa zangu, Mungu wa sifa zangu. Hebu tutazame kwa makini ya kwamba Daudi kwanza, baada ya yeye kujua maadui ya mwanadamu sana, aliamua kwanza kumwita Mungu. Haya, sikia. Usinyamaze. Environment Daudi yako ni hatari. Haleluya. Leo hii mtoto akipigwa huko nje anakimbiaga kwa dalili,
na huwa ana expect ama mamia madalili haongei, lakini ile siku nitaleta kesi kwako na unyamazi, haleluya, nitaona tumeshinda. Kwa hiyo Daudi anamwendea baba yake anamwelezea Mungu ya kwamba baba yangu, yeye Mungu wa sifa zangu. Kwa hiyo Daudi anapeleka sifa hapo, si anatolea kwa Mungu. Kwa hiyo anamwambia Mungu, sifa za Daudi ni za Mungu. Kwa hiyo anamwambia Mungu, usinyamaze. Kuna kesi anapeleka, unapelekana kesi nani? Leo kuna baba mpelekea kesi. Daudi sasa anapeleka kesi. Haleluya. Anapeleka kesi mbele ya baba yake. Anaandaa kesi mbele ya baba yake. Haleluya. Mtoto akipita ule nje na mtu mzima, akikuja kwa baba yake anatarajia kumdhibiti ndio ajibike. Kwa hivyo Daudi alitarajia kupeleka hii kesi ya maadui zake mbele za Mungu. Mungu atamuonyesha namna atakapotatua. Sasa wewe mbili, kwa maana wamenifungulia kinywa. Sikia, anastaki Mungu, sinyamaza, kwa maana wamenifungulia kinywa. Kimya cha mtu aliye haki. Kwa hivyo waliokuwa wameandaa vita, wameandaa vitina, ni watu wasio haki mbele za Mungu. Na hao watu wasio haki mbele za Mungu walikuwa wamefungua mdomo ovyo. Haleluya. Wanafungua mdomo ovyo kwa kila maneno yasiyofaa, lakini kumbe wewe unasema Sahila wamesema nami kwa ulimi wa uongo. Tulia hapo. Daudi ameandaa mashtaka na ameyapeleka mbele za Mungu, na akamwambia Mungu, wameandaa na wameongea mambo ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Kumbe hata tukisema mambo ya Mungu tunafaa pia sasa. Wakikubananisha pale kamili, peleka hiyo kesi kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Kumbe tukisemea mambo ya uongo, tupeleke pale za Mungu. Ayasikia tena kilifanyika. Naam. Kwa maneno ya chuki wamenizunguka. Yaani hao watu kwa maneno ya chuki wamemzunguka. Kwa hiyo environment ile yako hakuna kitu kizuri wanaona ndani yake. Hata wafanyie nini hapo chini, utaona hata Daudi alikuwa anaombea. But they used to fight. Hata ni environment ile Daudi yako ni environment ambao maneno ya chuki ni mingi. Chuki kwa watoto wako ni mingi, chuki kwa kazi ni mingi, chuki kwa biashara zako ni mingi, chuki kwa kanisa ni mingi. Kwa hiyo environment, this man was in a dark environment. Na report, hii report ndio na report. Wewe una report inakaa. Watu wanakukosea, wanakupiga mawe, useme umepigwa mawe, unasema wananifanyia hivi. Kila ambacho unaona. Haleluya. Haleluya. Amen. Kusikia. Wamepigana nami bure. Kusikia. Kwa hiyo Paulo sababu wanapigana na Daudi kila siku bure. Kila siku bure. Vita masengeno chuki kila siku bure. Daudi
Daudi hana makosa. Anamwambia Mungu anapigana na mimi. Ila leo wewe unaweza kuwa unapigwa vita tu. It is not just because you have done something bad. Mimi tu nataka kuona unaangamia. Na kwa hivyo Daudi akachukua hatua ya kupeleka hii kesi vile iko. Ambia mwenzako wakati unaomba peleka kesi vile iko. Wakati unaomba peleka kesi vile iko. Akasema wanapigana na yeye bure. Sikia. Badala ya upendo wangu wao sitaki ya. Na watu Daudi anawapenda. Na badala wao waone upendo ambao uko ndani ya Daudi. Wao ni kutengeneza chuki kila siku. Wengine ni watu umewapea unga. Wengine ni watu umewakaribisha kwako kuwapea chakula. Wengine ni watu unaowapenda. Wengine ni wakweli nyumbani, lakini chuki wawatoe kwa mioyo yao. Na wakati wako karibu na wewe ni kukupalia mabaya. Kwa hivyo Daudi alipenda hao watu. Na hata ikafika mahali alikuwa anawaombea tu. Ijapokuwa na waombea. Usikia? Sikia. Ni kweli tunajua kuna watu tunawaombea lakini wanatupiga vita. Haleluya. Kuna watu tunawaombea lakini wanatupiga vita. There is a person ambaye ukikuja hapa kwa kanisa hautaacha kumtaja. Lakini yeye ni vita kupangia kila siku. Mapambano wanapambana na wewe lakini hajui ulinzi nao. Lakini wao wanaandaa vita kwa ajili ya maisha yake. Haleluya. Amen. Wao ndio waombea lakini wanaandaa vita kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Amen. Haya, twende after kuombea. Wamenichukuza mabaya badala ya mema. Hii tukuza ni kumsema mabaya. Yes. Badala ya mema. Badala ya waone uzuri ulio ndani yako. Kile ambacho wanaona ni mbaya tu. Hebu sikia, hakuna siku adui atakayetazama maisha yako hatoe ripoti ya bila ameona. Adui atatoa ripoti kulingana na mdomo yake, kulingana na uadui wake, kulingana na wewe. Wengine kumbe maadui wanajua sisi ni wazuri, lakini hawatoi ripoti ya kwamba sisi ni wazuri. Ile ripoti wanatoa ni ripoti mbaya. Haleluya. Amen. Wamemsema mabaya. Haleluya. Wamemtangaza kwa mabaya. Wanachafua chini kwa mabaya. Haleluya. Amen. Na ripoti ile wanatoa si kila wanaona ndani yao. Hebu imagine leo hii wakiona uzuri uliokuwa ndani ya Daudi. Waende waseme tumeona Daudi anatuombea. Haleluya. Tunajua hapa Yerusalemu tuko na mwombezi. Yes. Lakini wao hawakuona. Hao maombi ni jamani alikuwa anafanya. Mema Daudi alikuwa anafanya. Wao walisema ripoti ambayo ni mbaya. Sijali. Yes. Wakita. Ndio, amen. Tabambana na wao. Yes. Kwa maneno. Haleluya. Amen. Hata usikie vile Daudi atafanyia hao watu. Hata utawaumia. Utauliza watoto wao kwa wapi. Haleluya. Hebu tuone. Uweke mtu mkorofi juu yake. Uweke mtu mkorofi juu yake. Daudi ni kama roho ya Mungu imeingia ndani. Yes. Anasema uweke mtu mkorofi juu yake. Juu ya nani? Haleluya. Amen. Amepindua sasa. Sahani imepinduka. Haleluya. Amen. Kibanda kimepindika. Yes.
vita zimepinduka. Mungu ipati. Bali hizi vita amezigeuza sasa upande wake. Weka mtu mkorofi juu yake. Twende. Mshtaki asimame kwa mkono wake wa kuume. Mshtaki asimame mkono wake wa kuume. Mshtaki. Haleluya. Haleluya. Mshtaki asimame mkono wake wa kuume. Sasa vita imeanza kupangwa. Na hii vita anaipanga hapa, yeye hapani physical war. Hii vita ya macho yenye wao walikuwa wanapigana. Ile vita anapanga hapa ni vita ya kiuchumi. Wao wanapanga physical war. Vita ambayo wakifaulu itaisha kesho. Lakini yeye Daudi ameanza kupanga spiritual war ambayo itakuwa combined with the generation. Kizazi chao sasa kiko kwa shida kwa njia ya kiuchumi. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Hao watu wakati wanalia na wataka kufanyia vita, unawezekana ukawaona kwa macho ya nyama ni wazuri, lakini ni wazuri wanafanya kitu, lakini ile mambo wamefanya pale ni mambo mzito sana. Kwa hiyo hata sasa hapa Mungu ameanza kuandaa vita la kizazi la jamii yao. Wewe unapigana peke yako. Lakini sasa Mungu anaingiza roho ya Daudi kupanga vita la kizazi ambayo itaharibu uchumi maisha yako yote. Ya kwamba uchumi wa adui zako uharibike. Kwani wewe tu utakuwa unalia? Na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Hawa watu kumbe baada ya kutupangia na kupiga vita, kumbe wana uwezo wa kwenda mbele za Mungu kuomba. Na ndipo Daudi anajua hawa maadui kwa sababu wana uwezo wa kurudi tena kupiga magoti kumwambia Mungu. Haleluya. Wanaomba maombi ya kile wao wataendelea. Ila wao hata vita wataomba kwa sababu wao watajifanya Mungu aone kama wamepigana. Kwa hiyo wakirudi mbele za Mungu wana uwezo wa kuomba vile jamii zao zitaendelea, vile uchumi wao utakuwa mzuri. Lakini Mungu, Daudi anaambia Mungu sala zao, maombi yao iwe dhambi. Hata wanapopiga vita wanaenda maombi. Na wanapoenda maombi ndio Daudi anaweka mpaka kila mahali. Anajua hawa watu mnakajia watapita. Haleluya. Amen. Na watakuwa wanaenda kumwomba Mungu uchumi yao na watoto wao na ndugu zao na jamii zao zisimame. Kwa hiyo Daudi anapita hapa kando, anaweka kizuizi kila mahali. Kwa hiyo watu wakienda mbele za Mungu, maombi watakaomba itafanywa iwe dhambi. Nani atawazana na hiyo? Tuko pamoja? Yaani leo hii nikiomba maombi yangu yanakuwa dhambi. Ni kwa sababu tu nimepiga mtu. Simwache tu. Nikikuja kuomba Mungu mbele, nimwambie Mungu atusaidie. Watoto wangu waende mbele. Watoto wangu waende mbele. Hata hiyo maombi inakuwa dhambi.
maadui zako. Wanapokupiga vita, wacha zana zao, wacha mambo yao iwe dhambi. Na hiyo kama ni kazi, hata ukiomba wewe omba tu, lakini ni dhambi. Hebu endelea sasa. Siku zake na ziwe chache. Sasa ameanza kufinya, tuseme Daudi amechukua pesa, anasema siku zake ziwe chache. Kwanza huyo mwenye anapigana ameamua kumpanga, kama ni mimi siku zangu ziwe chache. Daudi ananipanga kwa sababu mimi ni mwadui yake. Akasema kwanza yeye anadili na yeye. Kwa hiyo kila neno atakaotoka hapa akitoa Daudi inalenga sehemu fulani, inalenga sehemu fulani. Hii kwanza ni huyo mwenye ni adui yake. Huyo anasimama, hii ni adui wake. Huyo mwenye anamwandalia vita kila siku. Kwa hiyo akasema siku zake ziwe chache. Sikia, nikupe ufunuo. Siku zikiwa chache, una uwezekano ukafa kibiashara. Kuna uwezekano ukafa uchumi wako wote, kazi zako, familia, kila kitu ukafa. Kwa sababu kama ulikuwa na long term blessing zitakatwa. Sema ulikuwa na mwaka mmoja wa baraka. Kwa hivyo wakisema siku zake zile chache, baraka utaipata na mwezi mmoja. Hiyo miezi mingine imebaki 11 ni kuhangaika. Twende sasa. Usimamizi wake na utwaliwe mtu mwingine. Mahali anafanya kazi hanyang'anywe, ipewe mtu mwingine. Kama katika jamii yenu wewe tu unafanya kazi kwa serikali na wewe ndio tegemeo, ukinyang'anywa kazi yako, nini kitafanyika? Jamii yote itaangamia, kwa sababu usimamizi wako, kazi ambayo unafanya umenyang'anywa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nyang'anya maadui zangu kazi wanazozifanya. Yes. Wanyang'anye kazi wanazozifanya. Wahangaike vile wanavyotaka mimi. Yes. Wanyang'anye maadui zetu kazi wanazozifanya. Ili wahangaike vile tunavyohangaika. Katika jina la Yesu Kristo. Wanyang'anywe. 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 Jamii zao zihangaike. Haleluya. Hatutaogopa kusema hivyo. Kama Daudi amesema wanyang'anywe na jamii zao zihangaike. Ndio hii sisi tukae vizuri. Si wao wanataka tuhangaike. Wacha wanyang'anywe usimamizi wao, upewe mtu mwingine mahali wanafanya kazi. Wanyang'anywe waondoke. Ukizanganya ni kuondoka. Kodie. Haleluya. Inamaanisha kama atamuona mahali anafanya kazi, inawezekana wewe ndio unafanya kazi na yeye. Unawezekana mahali unafanya kazi na yeye, unafanya na yeye. Kwa hivyo akinyang'anywa na kodie. Wewe ukaangaikia huko na jamii yako. Yaani kama katika hii jamii ni wewe unategemea. Na umenyang'anywa position yako ya kazi. Kwa hiyo msaada itaingia. The decisions. Kumbe Mungu ana uwezo wa kunyang'anya maadui zetu position ambao wamehold, ili kiburi rudi chini. Hivyo basi wanyang'anywe maadui zetu wanaotupangia,
wanaofanyia watoto wetu, wanaofanyia hii kanisa, wanaofanyia viongozi wa kanisa, wanyang'anywe position yao na kazi zao, waangaike katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tutasema wane mema na kuone mema. Wao wasema ndio ndio. Ukiamka asubuhi sana wanyang'anywe position zao na sipewe mtu mwingine. Mtu mzuri nimesikia hapo, kumbe hiyo position inaweza kupewa mtu mwingine. Yes. Kwa hiyo hiyo position tuchukue. If it is a good position, yes, we possess that position. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hiyo tunafasi imepewa kwa mtu mwingine. Hivyo basi Mungu ndiye hapa Mungu. Kama ni position nzuri, Mungu weka watu wako hapo. Amen. Amen. Sema wanyang'anyi. Tupewe. Angesema wanyang'anyi wanyamaza hata sisi. Lakini anasema wanyang'anyi na tupewe mtu mwingine. Kwa hivyo mimi nimejaa hapa. Amen. Haleluya. Amen. Nani ako tayari kupewa position? Ako tayari kupewa mpaka mali ya kanisa. Mungu sasa hivi hata wanyang'anyi. Sikia sasa. Na wana na wawe yatima. Sikia sasa. Kwanza wamenyang'anya position. Tulisema tulianza siku zake zile chache. Yes. Kazi yake sasa anaruka kwa watoto. Anaruka sasa kwa watoto. Na wana wake wawe yatima. Kumaanisha in the process wewe mtarajiwa kufa. Yes. Sasa watoto yatima wako na baba. Soma tena wasikie. Wanawe na wawe yatima. Watoto yatima kumaanisha wana baba na wana. Amepoka akasema hawa mbatizo na sababu ya kuacha, na sababu utaisikia. Watoto amewaweka katika hata fulani, lakini hajawaua, lakini baba ameua. Kwa hivyo ameacha hao watoto, lakini na nyinyi mchunge hii adhabu isiwapate, msiwe maadui ya wengine. Tenda wema, tenda wema, tenda wema. Amen. Kwa sababu hii ni adhabu ya maadui na huwa inawezapata mtu. Hata mimi nikiwa adui zako ninaweza nikapishwa hayo adhabu na watoto wangu wakaangaika. Tusitamani hivyo, tutende wema. Wale watakupiga wakupiga, lakini wewe katika laini ya Mungu na katika sheria za Bwana. Kwa hivyo hapa Daudi amevuka laini ya watoto wawe yatima. Na mkewe na awe mjane. Hapa kuna fungo. Na hii fungo iko hivi. Na mkewe hawe mjane. Kwa hivyo amesikia bibi. Lakini huyu bibi ataka kuwa mjane. Na ukionyesha kukaa mjane. You face the reject. Unakataliwa, unadharauliwa, unatukana. Hata mara nyingine unaambiwa wewe ndio uliwa bwana yako. Yes, kitu. Kwa hivyo inakuwa ni maisha mbaya. Kwa hivyo bibi amemsema na mtoto amemsikia. Lakini ile mazingira wako ni mazingira mbaya sana. Ameruka kwa mtoto, kwa bibi alianza na kazi, akaruka. So kumaanisha ni total destruction ya familia. Hii yote kwa sababu ya kupiga mtu. Hii yote kwa sababu ya kupiga mtu. Mtu anapiga vita. Na yeye anahangaika. Na atahangaika. Atahangaika.
ila yeye hajui. Yule anayeanzisha vita za kupigana na wewe, huyo anaanzisha hatua ya kuvuka kizazi chako na kuingiza damu yake katika shida. Hatua yake mwenye ameongea sasa, mimi ninaanza vita na upema, kumbe ni hatua yake ya kuvuka kizazi chako. Hata sitakuwa na stress. Kama iko hivyo, sitakuwa na stress. Kisha ndio tumalize wakati imeenda sana. Utanga na watange wanawe na kuomba. Sikia. Sasa nilikwambia amesipea watoto. Na watoto wamewasipea kwa sababu ya kitu fulani. Ndio hii adhabu waendelee kubeba. Kwa hiyo hao watoto kazi yao aftakuwa wachana, watakuwa wanatakatana, wanahangaika, wanaona moto, wanaona moto yao kwa sababu ya kupita. Tell them they support you or they leave you. To be true. Hallelujah. Tell them they support you all the way. All the pray for you. Kama hataki mwambie tu aongee. Si ndio? Mama wagote. Hebu sikia adhabu watoto wanabebeshwa kwa kutokuwa ndani yako. Kwa sababu Mungu ataruhusu mtu maombi Mungu kila siku bure. And then they fight you. Go through. No, hiyo haitafanyika. Lazima wawe kuwe na hadabu ambayo itaekwa ya tu. Hadi maji yangu umekupiga vita miaka 3. Lakini kitu kile Mungu ameweka ndani yake ni kitu ya kumaliza na kuangaisha ndani yake. Kama anaweza kuiga vita kwa sababu ya position ambayo yuko. Naye ajui position yake imeandikwa uchukuliwe. Kwa hivyo na uwezekano kuoccupy that place. Amen. Tusonge mbele tumalizie. Watafute chakula mbali na mahema yao. Watafute chakula mbali na hema yao. Watafute chakula mbali na hema yao. Hao watu walikuwa wanaichoma chakula kwa baba yao. Baada ya kazi yao na baba yake kuchukuliwa, walikuwa wanakula kwao, shamba zao zilikuwa na chakula. Lakini sasa wanaambiwa watafute chakula mbali na hema yao, nje ya nyumba yao. Kwa sababu gani? Mungu hapo Mungu amewahurumia. Kwa hiyo wako na sensitivity ya kutafuta chakula nje wakule. Lakini wakitajaribu kwa access kitu katika boma yao. Ndio mawazo imeenda hivi. That's how Daudi ali access kujua the heart of God. How to deal with God. Mungu anaelewa. Sinaona anaelewa. Naambia watoke nje. Ndio makwa toka. Tukuje lakini usije kula baba. Yes, wewe unapelekana nipea nafasi. Wewe kula nje. Ndio utaona mama yuko nje lakini amekataa. Hapo chini utaona anasema kusiwe na kitu kwa kuwaonea. So hata wakienda huko nje niombe mama nitakuwa nimekatazwa kutaka kukula chakula kuwapea. Yaani mtokana Mungu anaweza kutupa mikono yako nisaidia. Jamii na mimi niingie kwa njia ya kutumishi sasa. Mdai aanze vitu
aanze vitu vyote alivyo navyo. Vitu zao zinakuliwe, twende. Wageni na watake mapato ya kazi yake. Simamia hapo. Ile kazi inawani, huwezi inawani. Na kwa bahati mbaya Mungu hawa watu wa Mungu anajua mtu anaweza wahurumia, kuna watu wengine kichwa mbaya. Warumia wapea kazi. Kwa hivyo kizazi hicho chote mapato yao itakuwa imetekwa. Hakuna pesa utakaopata katika hii jamii. Mtu anapata pesa imsaidie. Unapata kwamba pesa anapata ulevi, anapata pesa malaya, anapata pesa katika bomba, anapata 20,000 lakini ameoa mabibi 20. Imetekwa nyara. Anawalisha vitani. Hakuna leo anapata. Haleluya. Ndio maana Daudi akasema kuna watu wamefungwa katika shida kwa sababu ya kutotii Mungu. Ni lazima watu watii Mungu. Lazima maadui wajue Mungu. Na lazima hata wao wamheshimu Mungu. Na waheshimu watu wa Mungu. Kama ni hiki kijiji, ijue ya kwamba hapa tuko na nyumba ya Mungu. Na inatakiwa kuheshimiwa. Sije ni kusema wanapiga makelele. We are friends to you. Kazi ya mchungaji mwenyewe anasema ni kuchunga nafsi. When you are here in Lucas, tukiwa hapa tunaombea kijiji, usimame. Na watu wengine katika kijiji nao wanatuombea, wanatupangia vile watatuondoa. Leo mambo ikatera that how many times mnaambiwa mtoke hapa mnataka mchungaji. Many times. Because the same people are praying for them, the same people are fighting for you. Watu wale tu tunawaombea mami ndio tu wanatupiga vita. Haleluya. Amen. Wengine hautamaliza hii maombi bila kusema Mungu bariki dada yako. Bariki. Na wengine si dada yako kwa sababu ni dada yako pia unafiki, lakini unamhurumia kwa yale ambayo anapitia. Unajua nilipita kwa kondoo. Na mambo mengine Mungu ananiambia mpaka nisikie. Anasema kuna watu wanapitia nguvu kwa hali fulani, na yeye ako kwa hiyo hali na imemlemea, lakini anakutia nguvu. Amen. Mimi naambia ndugu yangu utapata kazi. Mimi nimelemewa kupata kazi. Musa anamwambia wana wa Israeli, sogeni mbele. Sogeni mbele. Sogeni mbele. Lakini anaona ile kitu iko hapa mbele. Lakini anawaambia mbele. Akishamaliza kuambia sogeni mbele, anarudi mbele sasa, anaanza kulia. Mungu anamuuliza utakia kwa nini? Kwa hiyo hili jambo la kwenda mbele ili kwenda shakulemea Musa, lakini Musa anawaambia sogeni mbele. Mwana analia. Sasa unaenda kwa mazishi. Mtu anakuambia titia nguvu. Sio kwamba yeye ana nguvu. Akishakuambia titia nguvu, hisa imeisha. Mungu atakutia nguvu. Yeye anapokuacha anaingia hapo kwa nyumba, anaanza kulia. Sio kwamba alikuwa anakutia nguvu ndio kwa nguvu. Ila ni mtu Mungu amemtoa. Hata yeye jambo hili imemuumiza, lakini bado anakutia nguvu. Haleluya. Amen. Haleluya. Yes. Haleluya. Chunga sana. Adingi tacha. Amen. Nakwambia ni topic kubwa. Muda mwingine kikuja ni kama discuss, ni kuonyesha hata wengine waliadhibiwa na adhabu kwa sababu ni kuonyesha ndio na maombolezo kumalizia. Maombolezo 5. Maombolezo 5. Waje nisome. Maombolezo 5. Nimalizie. Hallelujah. Thank you for your patience. Nawashukuru sana. Nataka kuonyesha tu kidogo tu wengine. Hallelujah. Kwa hivyo katika kitabu cha Zaburi wale watoto wanahangaika kwa sababu ya makosa za baba zao.
wanapitia adhabu kali, hukumu kali sana kwa sababu ya maisha yale wanaopitia. Lakini katika maombelezo, kwa sababu maombelezo yameandikwa na Yeremia aliwitness the destruction of Jerusalem, the fall, how vile watu walikataa Mungu, na baadaye Yeremia akarekodi vile watoto na mama Mungu amemweka, mpaka akakuja kushuhudia namna watoto wa hao watu walipomkosea Mungu. That was Babylonia. Ile ilikuwa inaitwa Babylonia. That was the fall of Jerusalem. How they denied, they rejected God. Lakini baadaye watoto wao wanakuja kulia. Mimi nakuguzia tu usikie vile wanalia na niwache na tuombe tumalize. Haleluya. Maombolezo 5 inasema baba zetu walitenda dhambi na hata hawako, na sisi tumechukua maovu yao. After the fall of Jerusalem, ile ambayo ilikuwa inaitwa Babylonia. Zamani Babylonia, it was a place of peace. And now a group of people, they have transformed that place to a destruction place. Wanamkataa Mungu, wanapiga Mungu vita. Mambo yote mabaya yalikuwa yanafanyika pale. And the reason why God unaona alikasirika na akaamua that generation ataiweka katika adhabu fulani, katika nchi fulani. Ndio maana watoto wanalalamika, baba zetu ni watoto wanalalamika, baba zetu. Kwa hivyo unaweza kufanya jambo na ikaumiza jamii. Hivyo tuwe makini kwa yale ambayo tunayafanya. Tusimame tuombe. Hallelujah. I want to finish. We have learned about na hata kama si mingi, hiyo yatosha wewe uweke maisha yako yawe matakatifu. Hiyo yatosha wewe upende sheria za Mungu. Ni machache tunayasoma na ambayo yana ujumbe wa kila aina. Na kwa sababu leo Mungu alikusudia leo usikie haya, na kama inawezekana ikawa vita imechacha katika maisha yako, lakini si ya kwamba uko kwa vita kwa sababu ya kuona. Anakuona na anaendelea kuandaa namna atakayofika ama kuwatimizia muda maadui zako. Ni kweli kwa muda mrefu wanaweza kuwa wanakuongeza. Ni kweli kama Daudi wanaweza kuwa wanakusukuma, lakini there is an head of effort. Kuna mwisho wa kila jambo. Ni kweli mazingira unayokaa sio mazingira mazuri, na maadui wanaweza kuwa wamekuandama sana na wakapanga namna watakaokuwa wakipanga namna biashara zako zitaanguka. Lakini leo Mungu anasema nikutie, nikwambia kwamba hayamte plan akona mpango pia wa kufuta. Walivyokuwa na mpango wa kumaliza Daudi, hivyo basi Mungu akatuletea ndani ya Daudi kwa ajili ya kumfunga na kuwafuatilia mbali. Kwa sababu maneno kama hayo na Yesu umelelewa kizazi kama kilio mzima. Kizazi kinaweza kikahangaika kwa sababu ya maneno fulani. Na pia sisi tunaweza tukapitia mambo magumu kwa sababu ya maneno yaliyotuelewa, kwa sababu ya maneno ya mtu fulani ama makosa ya baba zetu hapo nyuma ambayo yamefanyika. Kwa hivyo siku ya leo nakufa tu katika mwili, unamwomba Mungu kama kuna makosa ilifanyika katika dhambi yetu. Maana Yesu anasema yeye ni huruma na ana uwezo wa kufuta kila hatia, kila andiko
iliandikwa kwa ajili ya jamii yenu kurudisha nyuma na kuiangamiza. I'm giving you 2 minutes. Msikumbuka. Na kila ambacho utaongea na Mungu, that is what God is going to do. Hicho kitu Mungu anafanya. Asante Bwana, tumejua ya kwamba unatupenda na unatujali. Na ulisema kwamba kuna maneno lazima tuambie jamii na ukuja, ili tunapowaambia yawe ya baraka na kuwafungua katika maisha ya Bwana. Leo hii nimeleta habari hii ambayo mojawapo itaisha, lakini nimeleta nusu ya habari ambayo nimepea. Ni kwamba jamii inaweza ikafungwa na maneno na makosa ambayo imefanyika pale zamani, na baba zetu wakaweza wakafanya makosa na ikaweza kufunga jamii zetu. Siku ya leo nafungulisha kila jamii ambayo imefungwa na makosa ya baba zetu, au pengine makosa ilifanyika au uko zamani kwa ajili ya kufunga mapato yetu. Nafungulisha na hili ni dhachabu mako, ni dhachabu mako. Nafungulisha watu wako, ni dhachabu mako, ni dhachabu mako, ni dhachabu mako. Nafungulisha watu wako kwa sababu ya neno ambalo umetuachilia siku hii. Bwana, tufungue kwa kila neno yoyote ambayo ndio neno kwa ajili ya kutufunga, maneno yaliyonenwa kwa ajili ya kufunga biashara zetu. Bwana, tunafungua biashara zetu. Shida ambazo tumekuzipitia kama zimetengenezwa na mtu, tunazirudisha kwake. Aya mwenyewe anahangaika, na yoyote atakayesimama kinyume na maisha yetu, Bwana, naamini utaweka chini. Naomba Bwana uweke chini yoyote atakayesimama kinyume na maisha ya watu wako. Naomba Bwana uweke chini yoyote atakayetengeneza ugonjwa kwa ajili ya jamii yako. Bwana, naomba uweke chini yoyote atakayetengeneza kitu ya kumaliza kazi ya watu wako. Naomba unyang'anye kazi yake. Haleluya. Naomba unyang'anye kazi yake Bwana. Bwana, tumesikia neno lako. Unatupenda kwa kutupa neno la hekima ya kutambua siri namna unavyofanya kazi. Kwa tunatambua siku ya leo ya kwamba wengine wakati unatupiga vita, kumbe ni shida ya jamii. Tumegundua ya kwamba kuna watu wanahangaika kwa sababu ya kukosa jamii. Hivyo basi Baba, kwa sababu sisi ni watakatifu wako wenye haki, kwa hivyo kwa haki tunatangaza Bwana una uwezo wa kuwasamehe na kufungulisha watoto wako na uwaite katika nyumba yako. Tusamehe Bwana, tubebe Bwana, tuelimishe Bwana, tuelimishe Bwana, na utubebe vile tuko tu na madhaifu yetu. Ututie nguvu ya kuinua ibada yako, ututie nguvu ya kuomba, ututie nguvu ya kusonga mbele katika imani. Nasema ya kwamba alianzisha kazi nzuri katika maisha yetu ana uwezo wa kuimalizia. Tushukuru Bwana madhaifu yetu, ingawaje sio sisi ni wazuri sana, lakini ubariki mtu kwa sababu ya uzuri wako. Ubariki mtu kulingana na neema yako. Na tusukume Bwana, kuliko wao tusukume, wewe tusukume Bwana. Na yule atakayetusukuma mweke chini, mnyang'anye mapato yako mtakatifu. Tunabarikisha watoto wetu, tunabarikisha jamii zetu, na hata wazee wetu ambao tunawaacha nyumbani, tunawaitisha katika kanisa lako. Watoto ambao tunawaacha nyumbani, tunawaitisha katika kanisa lako. Naombea jamii ya hii kanisa, naombea mtumishi na familia yake na washirika wake, wainue wote kiwango kingine. Wanapowainua Bwana, usisahau kuinua jamii yangu na ukoo wetu. Na kila mtu anawakilisha jamii fulani mahali hapa, naomba ufungue kila jamii kama kuna maneno yanayoaffect, Bwana wafungulishe. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa amani. Amen. Malizia.
mchungaji